Bingwa, asante sana kwa kutupokea siku ya leo. Naomba ujitambulishe, utuambie jina lako na vile vile tuko sehemu gani, na kubwa zaidi hadithi yako. Kabla tuje mbele ya kamera, umesema uliwahi kuwa mwandishi wa habari. Kuna mtu anataka kusikiliza, ili kuaje ukaingia katika sekta ya kilimo? Naam. Asante sana Emmanuel. Jina langu ni Dan Kaburu. Kama nilivyokuwa najulikana, na nimekuwa nikijulikana katika shughuli za utangazaji. Hapa ni katika eneo la Kimbo, Matangi, kunaitwa Matangi Kimbo, katika kaunti ya Kiambu. Na nimekuwa mwanahabari kwa muda wa miaka 8 katika ile tunasema newsroom setup. Na nimekuwa pale nikifanya kazi ya utangazaji. Mimi ni mtangazaji wa masuala ya mazingira, na nimekuwa mpaka nimejizolea tuzo kadhaa katika shughuli ya kutangaza kuhusiana na masuala ya utangazaji wa mazingira. Na ikija shughuli za kufanya kazi ama kufanya ukulima, kitu ambacho kilichangia sana nikaingia katika ukulima, mmoja wapo ni kwa sababu nilipokuwa katika newsroom pale, unapata kwamba taarifa nyingi ambazo nilikuwa nafanya, ninakutana na wakulima, nakutana na watu ambao wanazungumzia uzuri wa chakula ambacho ni safi, nakutana na watu ambao wanazungumzia kuhusu mazingira safi. Hivyo basi wakati nilikuja katika eneo hili mahali tulipo sasa hivi hapa nyumbani, ndo nikaanza sasa kufanya ile tunaita kama kwa kimombo practice. Nikaanza kushughulika kile ambacho nilikuwa najifunza kule katika uwanja wa utangazaji, nikaamua kukifanyisha kazi hapa sasa mahali ambapo niko. Ndio maana shughuli hii ya ukulima nimekuwa kwa muda wa miaka kama 3 sasa hivi. Nilianzia bado nikiwa katika utangazaji, nikiwa kwa newsroom nilikuwa nikifanya. Na pia tukumbuka kwamba ijapokuwa siko katika ile mainstream media, bado ninafanya shughuli za utangazaji pia katika masuala ya mazingira na mambo kama haya, lakini kwa ile tunasema freelancing bado ninafanya, lakini kwa sasa niko katika sana shughuli za kilimo. Ilichangia namna gani kufanya mazingira hasa, na inaendelea kuchangia namna gani kwako, ukizingatia mazingira bado tunahitaji katika kilimo? Mazingira, tunapozungumzia mazingira tunazungumzia kila kitu ambacho kinahusiana na uhai ama maisha ya binadamu, na pia mambo ambayo yanatuzingira katika dunia tunamoishi. Na kilichochangia zaidi wakati nilikuwa katika newsroom ni kwamba unapoingia katika zile kongamano ama conferences ambazo unasikia watu wanaongea kuhusu mchanga, kuhusu maji, kuhusu misitu na mambo kama hayo, ilinifanya mimi nikaweza kufunguka akili sana. Actually uzuri wa media ni kwamba inakufungua akili, maana utakutana na watu wa kila aina tofauti, wanaelewa fulani, utakutana na watu ambao wamesomea mambo kama haya mazingira. So ilichangia zaidi kwa sababu nilipojua kwamba wewe uko kile ambacho unachokula, you are what you eat. Hapo ndio kanifungua macho zaidi, nikajua kwamba nahitaji kushughulikia afya yangu, maana kama wewe afya yako haiko sawa, ina maana kwamba pia kazi yako haitakuwa sawa. So ndio nikajitosa sasa katika shughuli hii ya kilimo, nikaanza polepole nikisonga. Hapo kwa kwanza polepole, kuna Bingwa anatoa sauti yake vizuri sana ile jogoo. Inakuaje hali ya kuku, una wangapi, na lishe kwao unafanyaje, na ulianza na wangapi? Na shughuli ya kuku nilianza mwaka 2000, maana tulikuja hapa mwaka 2020 wakati wa corona, wakati ambao corona ilikuwa imeshika sana, ndio tulihamia hapa. Na huo mwaka ndio nikapiga hesabu, nikaona kile ambacho nimekuwa nikijifunza kule katika shughuli zangu taarifa za habari, wacha nianza kufanya mazoezi. Nikaanza kidogo na kanyumba kadogo sana kama 5 4 hivi, nikanunua pale huko nje, nikakuja nikaweka pale, nikaweka kuku wachache 4 hivi, na ndio nikaanza safari ya kuku sasa. Na kufikia sasa umekuja wakati ambapo kuku wamepungua, maana tumetoka msimu wa Christmas. Kumbuka kuku hufa sana wakati wa Christmas, si kufa kwa ugonjwa, lakini watu ni walaji wa kuku wakati wa Christmas. So kuku wangu akapungua, maana niliuza wengi, lakini nyumba nilionao sasa hivi inaweza chukua kuku hata 200 hivi. Lakini kwa sasa niko na takribani 30 hivi. Juzi pia nimeanza kuweka wale vifaranga, sasa niko na ile unaita brooder. Niko na vifaranga kidogo pale zaidi ya 30, na kuna wengine ambao natarajia, naye kuna kuku ambaye bado amelalia mayai. Kwa hivyo natarajia kwamba ifikie hapo mwisho wa mwezi huu nitakuwa na kuku karibu 70 hivi. Okay. Nilianzia na kuku wachache sana. Na ukiangalia kilimo cha kuku, jambo ambalo nilikuja kujua wakati nilipokuwa bado katika shughuli za habari, lishe la kuku, na unapata watu wengi wanashindwa na shughuli ya kilimo cha kuku sababu ya gharama ya chakula cha kuku. Lakini ukishajua njia zingine za kupata ile supplement ya kuongeza kile ambacho uko nacho, inakuwa kwamba ni rahisi sana, ule mzigo mzito sana wa chakula cha kuku. Kwa mfano, mimi nina kilimo cha ule mmea unaitwa azolla, ambao unamea juu ya maji. Huwa nautumia sana katika kulisha kuku wangu. Na nimewalisha kuku wangu kwa miaka 2 sasa.
nikitumia hiyo Azolla. Unapata kwamba kama tuseme kuku wako anakula kilo 5 ya chakula kwa siku, unaweza nyoa kilo 2 uweke kilo 2 ya Azolla. Kwa hivyo unaona ile gharama ya chakula imeenda chini. Maana kile mmea unaitwa Azolla, ukishaekelea tu, kisha upanda tayari, ukishaweka mahali ambapo unatakikana, ni hivyo ni uvune. Maana mimi nimevuna kwa muda wa miaka 2 sasa na naendelea kuvuna na hakuna mwisho wake. Kwa hivyo inashukisha sana gharama ya chakula. Jambo la pili kuhusiana na kulisha chakula kama hicho kwa kuku wako, napata mayai yake yako very nutritious. Ni mayai ambayo yako ya kiwango cha juu. Maana kwa katika kilimo cha kuku situmii dawa yoyote ya dukani. Huwa siendi dukani. Unapoangalia katika boma langu hapa utapata kuna mti aina mpaipai, niko na mipaipai hapa. Hiyo ni dawa safi sana ya kuku. Maana mimi natumia hiyo dawa paipai matawi yake kama dawa kwa kuku. Nitakula matunda kama matunda lenyewe. Kwa hivyo unapata inanisaidia katika kutibu kuku wangu na pia katika chakula. Kwa hivyo hiyo ni hali ya kuku sasa. Na ukiangalia pia katika boma hapa niko na ile tunaita herbs zingine ambazo ziko hapa. Niko na oregano. Oregano inatumika kwa chakula lakini pia ni dawa kwa kuku wangu. Niko na lemongrass ambao ni chakula kwetu wanadamu na kitu bado ni dawa kwa kuku. Kwa hivyo unapata kwamba kuku wangu nimewaseti na way that niko na vyakula vyangu lakini bado tunashirikiana na kuku ili kwamba afya yao ikuwe nzuri na pia ni kuweza kuwa na mayai ambayo ni ya kiwango cha juu na nyama yake ni hali ya juu sana. Good. Hapo kidogo kile kikubwa ambacho nimekimendeleta hapa ni kuhusiana na kitchen garden, lakini sikujua ndakuta kuku na singetupilia mbali taarifa hiyo, na naamini mtazamaji amesikiliza na kufurahia. Tuzame sasa kwa kitchen garden. Katika safari yangu ya kuangalia teknolojia nimekuta mtu anatumia neti, mwingine anatumia gunia, mwingine anatumia plastiki, lakini kwako unatumia mbao kwa kitchen garden. Unafanya namna gani wakati unatengeneza hiyo? Mkulima anzie wapi ndio aelewe zaidi namna ya kutengeneza hiyo? Na kwa mkutasari ni kwamba nilipokuja hapa mahali ambapo tunakanyanga, kila mahali hapa palikuwa ni kokoto. Nilikuja nikabadilisha eneo hili kwamba ili kwamba niwe na nafasi ya ile tunaita green space. Manake katika hali ya kuzungumzia masuala ya mazingira ni muhimu sana mahali ambapo ulipo na kisha kwamba kuna ile green vegetation ni muhimu sana kwa hewa yetu. Lakini nilianzia pia kwa magunia, nikaenda pia kwa kupanda katika kando ya plot yangu. Lakini baadaye nikakuja kujua kwamba ninaweza tumia teknolojia yangu ya mbao sasa. Hizi mbao ambazo ninatumia hapa, napata kwamba mbao huwa iko hatari sana kwa kuliwa na mchwa. Lakini nilikuja kugundua kuna mbao zile ambazo zinaleta vitu kutoka nje, ambayo importation ambayo inafanyika kwa vifaa kama vile mafriji na vitu kama hivyo. Kuna zile mbao ambazo tumika. So zile mbao huwa zimefanywa treatment na wale watu ndio wa import nazo. So nikaenda nikanunua, nikakuja nikatengeneza vijisanduku vyangu nikitumia mbao na nikaanza kupanda mimea yangu pale ndani. Ya mwisho kabisa nilijaribu kupanda mahindi na kama unavyoona hapo nimeshangaa kwamba mahindi inamea ndani ya mbao. Kwa hivyo ni teknolojia ambayo unaweza kuitumia, na hii mbao uzuri wake haiharibiwi na mchwa. Iko na uwezo wa kustahimili kwa muda mrefu. Nimepanda cabbage ndani yake, niko na strawberry ndani yake, dania ndani hiyo mbao. Kwa hivyo unapata kwamba ni ile katika harakati za kufikiria ni kipi ambacho naweza fanya labda tofauti na wale wengine. Na katika hiyo harakati pia kupanda kutumia vitu tofauti, juzi nikanunua mitungi 2 nikaishikanisha. Nataka kuona vile ambavyo itaweza kufanya kazi. Mtungi ni shilingi 50 ama shilingi 100. Kwa hivyo kama unaishi kwa nyumba ambayo iko na balcony pale, uko na mitungi 3, utapata kwamba uko na mboga zako pale na pia kuna kitunguu chako pale na dania yako pale, kwa ile mitungi tu ambayo unatumia katika kuchotea maji. So hii mbao imenisaidia sana, manake nilikuja kujua kwamba sababu iko na treatment ambayo imefanyiwa, inachukua muda mrefu, unaweza itumia kwa muda mrefu sana. Kabla nikuachilie kuhusiana na mbao, umetaja kuhusiana na ile plastiki ambayo umeichukua. Mkulima afike nyumbani afanye nini ndio aweze kupanga sasa mboga yake, atakata namna gani? Naam, ukiangalia ile plastiki nilichukua kwanza unaikata, tunatumia either kisu ama kama kuna ile msumeno. Kuna ile misumeno ambayo ni kidogo na ile ndogo unatumia sile ambao haswa. Kuna ile misumeno ambayo kata vitu kama plastiki ama nakata mbao zile ndogo. Ninatumia ile msumeno kukata, unakata vipande ninyo sehemu tofauti ya ule mtungi. Lakini sababu unataka kushikanisha mitungi kama 3 ama 2 ama 3, mtungi wa chini ndio utabakia na ile sehemu ya chini. Kwa hivyo hii mitungi mingine utakata kwamba inakuwa kwamba ni kama shimo kabisa. Kisha sasa ndio ishikane ile mitungi hapa kando, kwa mtungi mmoja na mwingine unashikanisha na waya, unatoa toboa shimo, unafunga na waya, ndio ile mtungi ushikane. Kwa sasa ni kama raised garden, kwa kimombo wanasema story garden.
So unashikanisha mitungi mitatu ama miwili ama wote ile kiwango unataka, kisha sasa unaweka mchanga wako pale, alafu unapanda mboga kando yake. Unaweza panda mboga za kila aina, unaweza kupanda kitunguu, unaweza panda sukuma, spinach. Ukipanda hiyo sasa inakuwa kwamba ni kila siku utakuwa na mboga zako pale. Kama uko na mitungi miwili, mitatu, minne, bila kujalisha nafasi ambayo uko nayo, bado utakuwa na kitu ambacho unavuna kila siku. Kuweka mchanga kwenye zile mbao unazihitaji kuweka kama umechanganya namna gani ili upate rutuba iliyo nzuri kwa mboga yako? Naam, rutuba ni kitu cha maana sana, na kitu ambacho nikuja kugundua ni kuwa ubora wa mchanga unachangia ubora wa mmea. Kwa hivyo itakuwa jambo la maana sana unapotengeneza ule mchanga ambao unataka kuweka kwa mbao ama unataka kufanya kwa gunia ama whatever, chochote kile ambacho unataka kutumia. Ule mchanga chukua mbolea ambayo imekomaa ama imeoza, sio ile ambayo ni fresh. Manake mbolea ambayo iko fresh hasa ya kuku ni hatari sana, manake iko na ile amonia nyingi sana na huwa inachoma mimea. Lakini ukichukua ile ambayo imezeeka tayari, ambayo imechukua muda, alafu pia unatafuta ile mbolea ya ile tunaita organic yenye imemea kama chini ya matawi ya miti, kama ile majani ya miti ambayo imeozaoza, una mix pamoja. Juzi nilikuwa nafanya hivyo wakati nilikuwa natengeneza hii hapa. Nilienda kutafuta mchanga kwa fence huko kwa nje kabisa kule ambako kuna yale matawi ambao yale majani ambayo yameozaoza, una mix na mbolea ya ng'ombe ama mbolea ya kuku, kisha unaweka sasa kwa ile mbao yako yenye unataka kupandia mimea. Ukishakelea mmea wako pale, unakuwa na wasiwasi. Ule mmea unaweza kustahimili hata magonjwa ama wadudu, sababu uko na afya kutoka mwanzo. Okay. Wakati unataja kuhusiana na hizo zote, kuna mtu ambaye anatumia cone garden, kuna mtu anaenda vertical. Kwa mapana na marefu, nizungumzie kuhusiana na mbinu hizo, na unaonaje hasa ikija katika namna ya kufanikisha kilimo hasa nyumbani kwa mtu ambaye hayupo kijijini? Naam, sababu ya kutumia hizi teknolojia ni kuwa wale ambao tunaishi mijini hatuna nafasi kubwa sana, hatuna mashamba ya kulima. Kwa hivyo unapata kwamba tunatumia hizi teknolojia ili kuweza kutumia nafasi ndogo ambayo tuko nayo. Kuna hiyo cone garden, kuna spiral garden ile ya kuinua, kuna hydroponics ambazo pia napania kufanya pia siku moja hapa, niweke hata angalau sehemu moja ni jaribu kufanya hydroponics. Unapata hizi teknolojia zote zinatumika ili kwamba wale ambao tuna nafasi kidogo katika miji tunaweza bado kuwa tunakuza chakula chetu. Na utapata kwamba wengi ambao wameingia katika shughuli hii labda wako na ufahamu ama mtu amewaguzia kuhusiana na kutumia nafasi ndogo ambayo wako nayo. Kwa hivyo swala kuu ni nafasi ndogo niko nayo, nitaifanyia nini? Kuna wengi ambao wana nafasi kidogo lakini wanaona hapa hakuna kitu naweza nikafanya. Lakini kwa ile wakishajua kwamba kuna mbinu ambayo unaweza kutumia nafasi yako ndogo, basi hiyo spiral garden ama hiyo story garden ama ukitumia sasa hydroponics ni muhimu sana kwa mtu ambaye kwa nafasi yake kidogo lakini bado angependa kukuza mboga zake, kitunguu chake, hataki kununua vitu vingi sana. Kwa mfano, nikikupatia mfano wangu ni kwamba kwa muda miaka kama 2 hivi sasa mimi sijanunua mboga. Ukihesabu katika kila nyumba kwa wastani labda unatumia mboga shilingi 100 tuseme kwa siku. Hesabu miaka 2, toa 100 kwa kila siku. Alafu sasa zile pesa kidogo hii, manake mboga kununua ukipanda utavuna kwa muda mrefu sana. Jambo lingine, vitu kama kitunguu nimejifunza. Nyanya sijanunua nyanya mimi dukani kwa mama kibanda kwa muda wa mwaka 1.5 sasa. Manake nikishavuna nyanya zangu, manake niko na sehemu nyingine kule nje ambapo nalima pia. Ile nyanya kuna ile namna ya kuifanya storage. Sasa nafanya utafiti ya jinsi ya kufanya storage bila stima. Na niko na hakika kwamba nitapata hiyo namna ya kufanya hivyo bila kutumia stima. Ndio mtu ambaye ako mbali kijijini hana stima anaweza kufanya storage ya nyanya zake. Hata ile nyanya inatumika kwa sasa kwangu. Nilivuna mwaka jana. Sijanunua nyanya mimi kwa wakati wote. Na ukiangalia ubora wa chakula ama usalama wa chakula siku hizi kuna changamoto kubwa sana, manake wengi wanatumia dawa katika kilimo chao. Kwa mfano kama hapo ukiangalia hizi kabeji ambazo nimelima hapa, sijatumia dawa yoyote, aidha ya dukani ama ya wapi. Na wakati ambapo nahitaji kupiga dawa kama niko na wadudu ambao wamenivamia, mimi nachukua, ukiangalia hapa niko na pilipili hapa kando yangu. Hii pilipili naichukua na bonda pamoja na kitunguu saumu. Nachemsha kwa maji kwa muda dakika kama 20 hivi. Ikishapoa moto naweka kwa ile pump ya kupiga kwa mmea, napiga mimea yangu. Sasa unapata kwamba hakuna mdudu ambaye atanisumbua pale. Kwa hivyo hakuna wakati wote mimi mboga zangu zinakutana na dawa hata siku moja. Kenya's Gold.